Ondoa uchungu ndani yako. Leo utajifunza jambo ambalo limekuwa likisumbua watu wengi sana, limefanya watu wengi waharibikiwe katika field walizonazo, limefanya watu wengi waharibikiwe hata maisha. Wengine wamefukuzwa kazi kwa sababu ya jambo hili ambalo tutaenda kulizungumzia siku ya leo. Na somo letu la leo linasema ondoa uchungu ndani ya moyo wako. Uchungu ndani ya moyo umesababisha watu wengi sana wasifurahie maisha yao. Pengine ni wewe unayenisikiliza. Kwa sababu ya uchungu, kuna maisha fulani ambayo unayaishi leo. Kwa sababu ya hali ngumu ambayo pengine ilisababishwa na jambo fulani ambalo liwahi kutokea, na ile hali ngumu iliyotokea ikakusababishia uchungu ndani ya moyo, ambao huo uchungu umekosesha amani na furaha ya maisha. Leo nataka nikuambie mambo ambayo yatakusaidia sana kuweza kuondoa uchungu ndani ya moyo wako. Wengine kwa sababu ya uchungu wamekuwa wagonjwa, wengine kwa sababu ya uchungu wamekosa furaha, wengine kwa sababu ya uchungu hata mahusiano yao yamevunjika, wengine kwa sababu ya uchungu ndoa zao ziliharibika, wengine kwa sababu ya uchungu walifukuzwa kazini kwao. Kwa hiyo nitaenda kuelezea mambo ambayo yatakusaidia sana wewe ambaye unaishi na uchungu ndani ya moyo wako. Na hapa naenda kukuonyesha mambo manne makubwa ambayo ukiyafanya yanaenda kuondoa uchungu ndani yako. Jambo la kwanza, ili kuweza kuondoa uchungu ndani ya moyo wako, unatakiwa kutambua nini kilisababisha uchungu ulionao. Uchungu wako umetokana na nini? Na nataka ufahamu kwamba kuna vitu vingi sana vinavyotokea vinavyoweza kusababisha uchungu ndani ya moyo wako. Wengine uchungu wao umetokana na mahusiano waliokuwa nayo, pengine walikataliwa kwenye mahusiano yao, walisalitiwa kwenye mahusiano yao, walinyanyasika kwenye mahusiano yao. Wengine pengine walikataliwa na ndugu zao, walikataliwa kazini kwao, wakakataliwa na marafiki zao. Wengine uchungu umesababishwa na kupigwa, kunyanyasika, kufanyiwa ukatili. Wengine uchungu umesababishwa na kupoteza vitu vya thamani kwenye maisha yao. Mengi sana ambayo yanaweza kusababisha uchungu ndani ya moyo. Ikiwa unahitaji kuondoa uchungu ndani ya moyo wako, lazima kwanza utambue chanzo cha uchungu wako. Ukitambua uchungu wako umetokana na nini, ni rahisi kuanza kutafuta namna ya kuondoa. Jambo la kwanza ni kutambua uchungu wako umesababishwa na nini. Jambo la pili ambalo unatakiwa kulitumia ili kuweza kuondoa uchungu ulioko ndani ya moyo wako ni kukubali kama una uchungu ndani yako. Yaani kuna mtu anaweza kukutana naye, unamwona kabisa hayuko sawa, kuna jambo linamsumbua, lakini ukijaribu kumuuliza anakuambia I'm okay, hamna kitu kinanisumbua, hakuna kitu kinanisumbua. Lakini ukimwangalia unaona kabisa huyu kuna vitu ambavyo viko vinamsumbua, lakini anakataa. Kwa lazima kwanza ukubali kama ni kweli una uchungu ndani yako, na uchungu unakusababishia kukosa amani au furaha. Ukikubali, maana yake ni njia mojawapo inakupelekea kwenye kupona hali ya uchungu ndani ya moyo. Sasa utajuaje kama una uchungu ndani ya moyo wako? Utajuaje? Ili kujua kama una uchungu ndani ya moyo wako ni pale jambo fulani linapotajwa mara nyingi, au unapomwona mtu fulani akitajwa na ndiye aliyesababisha uchungu au maumivu ulionayo. Hali ya maumivu au uchungu inakuwa ni kama inaanza upya. Unaposikia mada au topic fulani inaongelewa, unasikia uchungu, unasikia maumivu, unasikia kufukuta ndani ya moyo wako, maana yake wewe una uchungu, na sababu ya uchungu pengine ni hiyo topic inayozungumziwa. Kwa hiyo kuna mtu ukimuona tu, sometimes unaweza kukutana naye tu ghafla, ukashangaa, ukapata mshtuko, ukaanza kupata maumivu ndani ya moyo kwa kumuona tu mtu fulani. Na tuangalie njia ya tatu ambayo itakusaidia kuondoa uchungu ndani ya moyo wako. Njia ya tatu ya kuondoa uchungu ndani ya moyo wako ni kuamua kuwa hutakuwa mtumwa wa uchungu wako. Unajua, moja ya slavery mbaya sana ni ile inayoitwa between slavery, yani utumwa wa uchungu wa ndani. Kuna watu wanaishi na hawafurahii maisha yao kabisa, yani
Yaani anaishi na hafurahii maisha yake, ili mradi tu kumekucha, ili mradi tu siku imeenda, ili mradi kumekuwa jioni, amelala ameamka, hana furaha na maisha yake. Na kuna wengine Mungu amewapa kila kitu, amewapa ndoa, amewapa maisha mazuri, amewapa kazi nzuri, lakini bado hawafurahii maisha yao. Sababu ni kwamba kuna jambo lipo ndani yao ambalo linaumiza nafsi zao, ambalo linafanya huyo mtu aendelee kupata uchungu ndani ya moyo na kusababisha ukosefu wa kufurahia maisha. Na kuna watu ambao wamekuwa ni wazee kwa sababu ya uchungu wao uliopo ndani yao. Kuna watu ukimwangalia unamuona kama huyu mtu ni akikutajia umri wake na anavyoonekana ni vitu viwili tofauti. Sometimes kuna watu ambao ulikuwa nao, ulicheza nao, lakini leo ukiwaangalia au unaangalia kabisa kashakuwa mzee, lakini wewe bado, lakini umri ni pamoja, mnalingana umri wenu, lakini yeye ni kwa sababu ya uchungu ambao uko ndani yake. Pengine ni wewe ukijilinganisha na mwenzio, unaona wewe umekuwa mtu mzima sana, unajiona kama age imeenda, lakini kuna watu ambao umekuwa nao mnalingana umri, lakini wako kawaida kabisa. Kwa hiyo sometimes uchungu ndani ya moyo unasababisha hali ya kuzeeka haraka, unakosa furaha. Ukikosa furaha, homoni ya furaha ikishaondoka, maana yake tayari unakuwa ni mtu ambaye utazeeka mapema. Lakini uchungu unaasili mahusiano yako. Unaweza ukaanzisha mahusiano vizuri kabisa, lakini mahusiano yako yasidumu kwa sababu una uchungu. Na pengine kama ukikuta uchungu umesababishwa na mahusiano yako yaliyopita, maana yake ukiingia tena kwenye mahusiano na bado hujaachilia msamaha wa yale yaliyotokea kwenye yale mahusiano ya awali, maana yake bado hata mahusiano ulioingia tena yataharibika, kwa sababu ndani ya moyo wako kuna uchungu ambao utasababisha mahusiano yako kuharibika. Lakini uchungu una uwezo wa kuzima vipawa. Unaweza kuwa na kipawa, unaweza kuwa na uwezo fulani ndani yako, na kwa sababu ya uchungu kipawa kinazima. Kipaji chako kinaweza kupotea, au uwezo wako unaweza kupotea. Pengine wengine wamepoteza hadi kazi kwa sababu ya uchungu walionao. Kwa hiyo uchungu una athari nyingi sana ambao unaweza ukasababisha mambo mengi sana kwenye maisha yako yakaharibika. Wengine ndoa zao zimeharibika kwa sababu ya uchungu walioruhusu kuendelea kwenye maisha yao. Jambo la 4 ambalo unatakiwa kulifanya ili kuondokana na hali ya uchungu ndani ya moyo ni kusamehe na kuruhusu uponyaji utendeke ndani yako. Kupona katika uchungu kunategemea mambo haya 4. Jambo la kwanza, kutambua chanzo cha uchungu. Jambo la pili, kukubali kama una uchungu ndani yako ili uweze kupata uponyaji. Jambo la tatu, kuamua kama hautakuwa mtumwa wa uchungu ulionao. Jambo la 4, kuanza ukurasa mpya kwa kuamua kusamehe mtu aliyekusababishia uchungu ili maisha mengine yaweze kuanza upya. Sasa tuangalie madhara yanayosababishwa na uchungu ndani ya moyo. Madhara yanayosababishwa na uchungu ndani ya moyo. Hali ya uchungu ni mbaya sana. Inaharibu mahusiano au ndoa. Inaweza kurishisha hata familia. Hebu fikiria, uje kukutana na familia ambayo ukiwaangalia yani hawana furaha. Yani mama hana furaha, baba hana furaha, watoto hawana furaha. Yani wameambukizana kile kitu yani. Wakikaa pamoja ni watu ambao wana makasiriko. Fahamu kwamba uchungu unaweza kulishisha familia. Uchungu unaweza kuharibu kazi, unaweza kuharibu kipaji, au unaweza kuharibu huduma ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Unapoamua kusamehe jambo ambalo lilikusababishia uchungu au kulisahau kabisa, maana yake inakuwa ni kwa faida yako mwenyewe, kwa faida ya watoto wako, kwa faida ya watu wanaokuzunguka na cycle yako yote. Lazima kwanza ukubali kwamba uchungu unasababisha mambo mengi mabaya yatokee kwenye maisha yako. Kwa hiyo kitu ambacho nakushauri leo, yatumie haya mambo 4 kuondoa uchungu uliopo ndani yako. Kama kuna hali yoyote ya uchungu unaipitia ndani yako, unaweza kushiriki nami kupitia comment katika video hii, nami nitaweza kukushauri au tutaweza kupitia comment yako kwa pamoja ili tuweze pia kuangalia namna tunaweza kukupa ushauri. Lakini kitu ambacho nataka kukuacha nacho ni kwamba amua kuacha kila kitu katika hali ya uchungu ulionayo na amua kuanza upya. Kama kuna mtu alikuumiza, kama kuna kitu kilikuumiza, kama kuna vitu ulipoteza, kama ulipitia hali ya kukataliwa, kama ulipitia changamoto yoyote ambayo imekusababishia uchungu, amua kuachilia kila kitu,
anza upya kuanzia saa hii, kuna kitu ambacho kitaanza kutokea tena kwenye maisha yako.